Kufuatiwa kifo cha mchekeshaji na mshereheshaji maarufu MC Pilipili, tumeweza kushuhudia lawama nyingi sana ameweza kutupiwa mke wake kipenzi Cute Mena, na hiyo yote ni kutokana na ugomvi ambao ulikuwepo katika ndoa yao, na tumeweza kushuhudia yule msimamizi wa ndoa yao aliweza kufunguka na kudai kwamba marehemu amefariki, lakini ilikuwa bado hawajaweza kupata suluhu na mke wake kipenzi. Sasa imepelekea jambo hilo likazidi kuwapa watu mashaka na kujiuliza huenda marehemu MC Pilipili amekufa kwa mawazo, labda katika ndoa yake kuna mambo magumu ambayo amepitia yakapelekea yeye akapata msongo wa mawazo, lakini bado uchunguzi unaendelea, kwani mwili wa marehemu umekutwa na majeraha na mpaka dakika hii bado hayajafahamika hayo majeraha yametokana na nini na kupigwa au na kitu gani. Bado uchunguzi unaendelea, lakini swala kubwa kwa sasa hivi tunafahamu mke wa marehemu MC Pilipili bado hajafika eneo la tukio, bado hajafika Dodoma pale ambapo msiba tayari umeweza kuanza. Ni kama vile huyu mke wa marehemu MC Pilipili ana hofu kubwa kuenda kuiface au kuiangalia familia ya marehemu MC Pilipili. Ukiangalia namna ambavyo amerushiwa maneno mengi sana mitandaoni, tunaweza kusema saikolojia yake ni kama imeathirika. Anaona ni kama wale watu watamchukulia tofauti au watamuona kwamba yeye ndiye chanzo kikubwa cha kifo cha ndugu yao, lakini tunaweza kusema yote ya yote hayo ni mipango ya Mungu. Na siku ya leo jambo ambalo mke wa MC Pilipili ameamua kulifanya, ameamua kuwatuma wawakilishi wake ili mradi hata kama yeye aende nyuma ya wale wawakilishi wake. Kama ambavyo tunafahamu kwa sasa hivi gumzo kubwa ambayo ipo ni katika familia ya marehemu MC Pilipili. Unaambiwa hawatamani hata huyu mke wa MC Pilipili aweze kuja msibani, na hiyo yote ni kutokana na namna ambavyo walishindwa kuelewana katika ndoa, lakini pia walikuwa na ugomvi mzito. Bado familia ya MC Pilipili haijataka kuweka swala hili wazi au halijataka kuzungumzia kuhusiana na nini chanzo cha ndoa ya MC Pilipili kuvunjika yeye pamoja na mke wake kipenzi. Sasa mke wa MC Pilipili ameamua kuwatanguliza ndugu zake katika msiba, yani amewaomba waende kutangulia kwanza wao, ndipo watakapoona mambo yamekaa shwari, papo vizuri, basi yeye afate ili mradi tu kuwe na amani, lakini pia aweze kuona kwamba ile familia ya MC Pilipili wala haina shida na yeye. Lakini imekuwa tofauti namna ambavyo ndugu wa mke wa marehemu MC Pilipili walipofika tu msibani, vurugu limeibuka, na tumeweza kushuhudia hiyo video. Imesambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ikiwa inaonesha ndugu wa marehemu MC Pilipili wakiwa wanawatoa ndugu wa mke wa Pilipili na kuonesha kwamba hawajapendezwa na wao kufika msibani. Unaweza kuona ni kinyongo kikubwa sana ambacho familia nzima ya marehemu MC Pilipili wameamua kukiweka. Wameamua kuonesha kwamba huyu mwanamke ndiyo chanzo kikubwa cha kifo cha MC Pilipili, na inaonesha wazi kwamba wao binafsi hawatamani kabisa hata mke wa MC Pilipili aje amzike mume wake. Lakini tukiachana na hayo yote, moja kwa moja tunaweza kusema bado ataendelea kuwa baba wa mtoto wake, ana haki ya kwenda kumzika baba wa mtoto wake. Ukiachana na kwamba labda mapenzi yaliisha, lakini bado yule ataendelea kubaki baba wa mtoto wake, na tunaweza kusema ni pigo kubwa pia kwa yule mtoto. Ukiangalia mtoto wao ni mdogo sana kwa sasa hivi. Mtoto huyo kwa sasa hivi anaenda kuitwa yatima, anabaki na malezi ya mama peke yake bila malezi ya baba. Hivyo basi familia ya MC Pilipili inatakiwa kukunjua nafsi ili mradi huyu dada Cute Mena aweze kuja kumzika mume wake, lakini pia mtoto aweze kuja kumzika baba yake. Lakini imeshangaza sana watu wengi baada ya hii video kusambaa mitandaoni, ikiwa inaonesha ndugu wa mke wa marehemu MC Pilipili wakiwa wanatolewa nje ya msiba, na msemaji mkuu wa familia ya MC Pilipili ameweza kuzungumza na kudai kwamba sababu kubwa ambayo wao binafsi wameona wawatimue hawa watu, kwanza kabisa amedai wanatakiwa warudi walipotoka alafu waje na ndugu yao, yani warudi na mke wa MC Pilipili. Kwa nini atume wawakilishi? Ni kama vile familia imepaniki na kuona kwamba huyu dada ni kama vile anadharau. Kwa nini asifike mwenyewe msibani, aamue kutuma wawakilishi alafu yeye ndiye aje baadaye? Ni kwa nini asingekuja yeye peke yake? Ni kama vile mke wa marehemu MC Pilipili amepata hofu, amepata wasiwasi, anaona kwamba nikienda msibani huenda familia
ikanishambulia, nikazidi kupata majonzi na nikaumia ndani ya moyo wangu. Ndiyo maana akaamua kuwatanguliza kwanza ndugu zake ili mradi tu aone watapokelewaje. Huenda wangepokelewa vizuri na yeye angefuata, angeelekea msibani kwa ajili tu ya kuendelea na taratibu zingine ambazo zinaendelea. Wewe kama shabiki una lipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako chini ya comment section.